Wifi, unajaribu kusema nini mbele ya mtoto? Dada. Nola, hawa sio wazazi wako. Mimi ndio niliyokuokota wewe na hawa sio wazazi wako. Shangazi. Shangazi. Nini shida? Shangazi. Dada, nini? Shangazi. Shangazi. Usaliti na maumivu ya mapenzi. Binafsi nimechanganyikiwa. Nikizingatia kwa sasa sina hela yoyote. Mnadhani itakuwaje? Ni bora angetuambia mwezi mmoja kabla ili tujue tunajipangaje. Na utaratibu upo hivi. Huwezi kumkumbusha tu mtu ahame bila kumpa muda wa kujipanga. Just imagine kwa hizo changamoto nilizopitia kipindi hiki. Mimi hela natoa wapi? Kila mtu analalamika hana hela. Mara tungepewa muda. Jamani, nyumba imeuzwa na ni ya kwake. Tutampangiaje? Hapa cha msingi ni tujue tunafanyaje. Sio muda kulaumiana. Suzi, basi kama wewe una hela tuhame, alafu mwisho wa mwezi tutakupa. Mimi hiyo hela sina. Nitatoa wazo kama mtaliafiki. Pale telo wazi. Kubwa lieleweke maana hapa tuna namna. Alo. Aste shangazi yangu. Shangazi. Shangazi Aste. Nora. Jamani, kuna nini kwani? Kafa? Jamani. Au tu mtu aliye namna hiyo itakuwa kafa. Kwani alikuwa anaumwa? Mimi sijamuuliza. Naona tu tungejiandaa twende tukamwone Nora. Na ili hatujamaliza. Wewe. Yaani mtu kafa unaendelea kung'ang'ana na habari za hapa. Twende kwanza tutaongea. Vipande kakusamehe ukachoma tena. Usaliti na It's such a nice place. Vipi? Mbona karibisha wageni? Karibisha wageni? Napenda sana watu kama wewe. Jeuli. Jeuli. Safi sana. Let me see. Beautiful. Niache. Anasema nimwache. Hapa nijaribu bahati yangu. Kwa jeuli sana eh? Nimesema niache. Katili mkubwa usiokuwa na huruma. Unaingiaje kwenye nyumba ya watu utafikiria kwako? Tambua kuna leo na kuna kesho. Mungu yupo. Na malipo ya hayo yote unayofanya utayapata.
akasema Mungu yupo. Fanya anionyeshe Mungu wapi alipo. Jikaze mamangu, najua inauma sana. Jikaze Nura, Mungu akipanga jambo lake hawezi lipangua, na hata tukilia bado hawezi kurudi. Ni kweli Nura, jikaze sawa mama. Sasa hizi sawa. Ndio rafiki yangu, pole sana. Ila nimeingizwa. Bandora akasema Nura aende kule kwenye msiba. Maana watu wote wako. Nenda kama mimi sihitaji kwenda. Na sihitaji kuonana nao, sihitaji chochote kutoka kwao, sihitaji. Kwa nini sasa Nura? Mimi naona tungeenda msibani. Ni kwa nini sihitaji kuonana nao? Nilikwambia jikaze Nura. Hizi ni changamoto za duniani tu mamangu. Mimi naona bado hayupo sawa. Hata baadaye tutaenda. Sawa, nakuomba mara moja. Shoga yangu, nisiwe mnafiki. Nina furaha hatari. Hivi unajua alikufa ni nani? Mama ni ana mdomo huyo. Mama ni ana chamba. Just imagine, kodi haijaisha, ikikaribia kuisha tu. Shoga modali. Bora kikweli. Unajitambua? Hivi unachokizungumza unajisikia au unaropoka tu? Mwili mkubwa, kichwani hamna kitu. Mwenzako analia msiba, wewe unaniadisia furaha yako. Haya, nataka nikusaidie jerabi. Letisi una nini huko? Suyu mpuuzi. Ama tatizo, tuko sawa. Sawa, ila mtamleta? Sawa kumleta. Sitoka kuachia kama hujanionyesha wapi. Basi ulitaja jina kama hujui chochote mbele za watu. Basi natosha. Usije kuzungumza tena huyo mtu ulomtaja, maana hujui chochote kumhusu. Sikia. Basi natosha. Dani, unajua kanifanyia kitu gani? Unajua kanilisha, kanumiza kiasi gani ndani ya moyo wangu? Unajua nimeteseka kiasi gani Dani? No, hadi mimi kwa hivi unavyoniona Dani ni kwa sababu yake. So nataka umue. Nora mwanangu, wakati tunapitia
hapaswi kuongea lolote. We mzee, hujajibu swali langu. Nyie ni wazazi wangu au sio? Nora, swali gani hilo unamuuliza baba yako? Wewe ni mtoto wetu. Usiniambie umeamini maneno ya shangazi yako. Hakuwa sawa, elewa hilo Nora. Lakini pia hakuwa chizi. Alizungumza hayo na maana. Sawa, tuseme alikuwa anadanganya. Ni kwa nini mlikuwa na wasiwasi? Mbona mlikuwa mnashindwa kujieleza? Niambieni kwa nini? Mke wangu, mwambie tu ukweli. Hata ukimficha hawezi kuleta maana. Nora, hata kama hatujakuzaa, lakini wewe ni mtoto wetu. Tumekulea, tunakupenda na tunakusamini. Sikutamani ulijue hili, lakini sisi hatuna mtoto tuliomzaa wenyewe. Ni kweli Zahara alikuleta hapa nyumbani akisema amekuokota huko mtaani, na tena ulikuwa na jeraha kubwa sana kichwani, na hata ulivyoamka ulikuwa ukumbuki chochote. So please just calm down. Ina maana nyie sio wazazi wangu? Wazazi wangu ni wakina nani? Wazazi wangu wako wapi? Mmewazuru ili kunipata, si ndio? Wako wapi wazazi wangu? Nora mwanangu, sizungumzi hayo. Tunakupenda wazazi wako. We mzee, kaa kimya. Mimi ni mtu, sio kuku. Kama ni msaada, mngenisaidia kunirudisha kwenye familia yangu. Lakini mkaamua kukaa kimya mpaka nafikia umri huu. Ni sawa. Kama mtaki kuniambia wazazi wangu walipo, nitaenda kuwatafuta mwenyewe. Nora mwanangu, Jamani, karibuni. Hapa ndo nyumbani, na huyu ndio mama yangu kipenzi, anaitwa Bititi. Mama, hawa ni marafiki zangu, naishi nao pamoja, na yule nafanya naye kazi sehemu moja. Haya, karibuni wanangu. Asante. Na amenikuta mimi nikiwa natoka. Si bado mpo? Tupo sana tu mama. Kwa hiyo Suzi, yaani ulikuwa unaishi na sisi kwa kipindi chote hicho? Kumbe mama yako yupo hapa hapa mjini. Unajua bado siamini. Kukaa kimya tu. Hayo hayawahusu. Jamani, nisikieni. Yule ni mama yangu. Namuelewa vizuri tu. Kwa hiyo, tutakuwa tukiishi hapa kwa muda. Chonde chonde. Tuwe wavumilivu. Mimi nilitoka hapa sio kama nilipenda. Kuna nini kwani? Au ni mchawi? Mshaanza. Wewe asina akili zako za kitoto. Wewe je, unajua wewe? Nisikilizeni. Chungeni midomo yenu. Chochote mtakachokiona, fanyeni kama hakikutokea. Na mambo ya ajabu ajabu humu ndani hayatakiwi. Nadhani mmenielewa. Kama mmenielewa, wekeni mabegi ndani.
natembea na vumbi, moyo umebeba maumivu. Kila asubuhi ngumu na kuja na tabasamu bandia. Pesa ni kama upepo, leo ipo kesho haipo. Na bado nakuita mpenzi, usiniache katikati ya haya. Nikikushika mkono naona kidogo nuru. Ukiwa karibu nami hata jua linauma pole. Mateso ya moyo yananivuta chini, mateso ya moyo, lakini bado nakupenda. Mateso ya moyo yamenifundisha kuvumilia. Mateso ya moyo. Nimegundua sio wazazi wangu. Ni nani nitamwambia hili ikiwa siwezi kuishi na watu waongo wanaosema wananipenda lakini walishindwa kuniambia ukweli? Kumbe aliyeniokota ni mwingine. Nimelelewa na wengine ikiwa nilizaliwa na wengine. Nilijiachia sana nikijua ni nyumbani. Kumbe sina haki pale. Ukweli kuhusu mimi ni upi? Baba yangu ni nani? Mama yangu ni nani? Wako wapi? Mateso ya moyo yananivuta chini. Mateso ya moyo, lakini bado. Nora, vipi? Unaonekana haupo sawa. Mawazo yanaonekana kuitawala akili yako. Ila urembo na uzuri wako usiriki kwa machozi. Hebu niambie, nini tatizo? Alvin, naona aibu hata kukutazama usoni. Nilikuwa nakuchukulia kama mtoto wa mtaani, nikawanyanyasa. Kumbe maisha ni fumo. Unamaanisha nini? Ni aibu. Nona aliyejivunia kupendwa na wazazi wake. Kiburi, roho mbaya. Leo hii sina wazazi wala pa kuishi. Nini kimekuta wazazi wako? Wamekufa? Hawajafa. Ila mimi sio mtoto wao. Niliokotwa tu. Na haijulikani hata nilizaliwaje na wazazi wangu ni akina nani. Mwenye kumbukumbu ya yote haya alikuwa ni shangazi. Lakini amefariki. Angeniambia ukweli wote shangazi yangu. No, shangazi amekufa? Ndio. Shangazi huyo au shangazi mwingine? Shangazi huyo. Pole sana Nora. Pole sana. Sikujua kama shangazi amefariki. Na story hii inagusa sana. Na kuhusu wazazi wako, walikwambia umezaliwa wapi na walianza kukulia ukiwa na umri gani? Alvin. Vipi Nora? Wewe Nora, vipi? Alvin! Sioni! Hauoni? Sioni! Nora, hebu acha wasiala basi. Alvin! Nora, niko hapa vipi? Sioni! Sioni! Wewe Nora, Nora. Alvin!
Nora, kama navyoenda kupasua na hizi na macho yako kapasuke. Kama navyoenda kupasua na zi na macho yako kapasuke. Kama navyoenda kupasua na zi na macho yako kapasuke. Nitamaliza mmoja mmoja na nitahakikisha mnateseka maisha yenu yote. Nahitaji kujua kuhusu shambulio. Huyo ni Nora. Warda, jiandae. Ajiandae kafanyaje? Nisikate tamaa. Dada yangu alienda bila kuaga, aliniacha ya blouse yake na harufu ya manukato. Familia ilivunjika kama glasi sakafuni, na jaribu kukusanya vipande vinanichoma tena. Sauti za ugomvi kwenye simu, kila mtu akisema sitarudi tena. Vitabu vya shule vimejaa machozi, majibu yanayeyuka kwenye karatasi.